Laini mkakati wizara zote mbili, Zanzibar na Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha kwamba Kiswahili inakuwa ni fursa ya Watanzania pia kupata nafasi za kufundisha kwenye vyuo vikuu mbalimbali duniani, vyuo mbalimbali vya elimu ya kati, lakini madarasa ya Kiswahili kote duniani. Tunatamani tuone pia tukiwa huko. Leo hii hata ukipanda ndege za mataifa mengine zinapokuja Tanzania lazima ziweke na mhudumu mmoja anayezungumza Kiswahili. Hawa wahudumu wote ukiuliza wanatoka nchi jirani, hakuna Mtanzania. Hili nalo lazima libadilike. Tutumie njia hii kutangaza Kiswahili, na kama tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka 2025 mmefanya uratibu, sherehe yake lazima iwe ya kishindo na lazima itangazwe, Watanzania wajue, lakini majirani wajue na dunia ijue kwamba Tanzania tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2025 tunasherehekea siku ya Kiswahili duniani kikamilifu. Haya ni maelekezo kwenye eneo la matumizi ya Kiswahili. 3 ni utekelezaji wa tamko la sera ya elimu. Siku za karibuni tumezindua sera ya elimu ya mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 lenye lengo la kuongeza wigo wa matokeo chanya katika sekta ya elimu, na sera ile imeweka msisitizo kuhusu ujifunzaji wa lugha fasaha ya Kiswahili. Na hivyo wakurugenzi watendaji wa mamlaka ya serikali za mitaa, hakikisheni kila shule inakuwa na nakala za kutosha za kamusi za Kiswahili iliyoandaliwa na nakala za kutosha za kamusi za baraza kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, na uwepo wa kamusi hii iendelee kuwasaidia wanafunzi wetu kufanya rejea na hatimaye kuzungumza, kuandika Kiswahili kilicho fasaha. Kwa sasa tunalo tatizo kubwa la Kiswahili fasaha kutozungumzwa kwenye maeneo yetu, na ukitaka kujua hilo wewe wasikilize kama wale vijana wa Arusha wanaitwa wadudu. Kile Kiswahili wanachokitumia kile, sijui kama mmewahi kuwasikia wakisema, na misemo yote inayosemwa kwenye maeneo ambayo sisi tunayaona. Ni muhimu sasa wizara tukasisitiza kuzungumza Kiswahili fasaha. Ya 4 ni mifuko ya maendeleo ya michezo, tamaduni na sanaa. Ndugu washiriki, nataka niwajulishe kwamba serikali imeanzisha mfuko wa maendeleo ya michezo chini ya Baraza la Michezo la Taifa, lakini pia tuna mfuko wa utamaduni na sanaa. Mifuko hii ni kwa ajili ya wasanii wetu wanaoshiriki kwenye shughuli za utamaduni na wana michezo wetu. Mifuko hii imeanzishwa kwa lengo la kuinua ubora wa kazi za utamaduni, sanaa na michezo, lakini mifuko hii imewezeshwa kwa ajili ya kuwasaidia washiriki wa utamaduni, sanaa na michezo kushiriki kamilifu na kuwekeza na kupata mtaji wa kuanzisha na kuboresha biashara zao au kazi zao. Lakini bado watu wengi hawana taarifa kutosha kuhusu fursa hii ya uwepo wa mifuko hii. Kwa huu ni wajibu wetu sisi maafisa wa utamaduni, maafisa wa maendeleo ya michezo, maafisa sanaa, kuwaambia washiriki wetu kwamba tuna mifuko hii na namna watakaoweza kuifikia. Kwa tutumie nafasi hii kama wizara kuwaeleza maafisa hawa mifuko hii iko wapi, inafanya kazi gani, wasanii wetu, wana michezo wetu wanawezaje kupata fursa ya kupata mitaji kupitia mifuko hii.